Mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Lastek ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio hayo, na kwanza nimetaka kujua kwa jumla hali imekuwaje leo. Kwa siku ya leo hali imekuwa tofauti. Asubuhi kulikuwa na maeneo mengi yalishuhudiwa askari, lakini pia shughuli mbalimbali za kibiashara pamoja na watu kutokuonekana katika maeneo mengi. Ni jambo ambalo lilishuhudiwa hasa katika jiji la Dar es Salaam na miji mingine mikubwa kama Arusha, Mwanza, Mbeya na hata Dodoma. Lakini majira ya mchana hali ilikuwa tofauti na ilivyokuwa asubuhi, ambapo hali ya huduma za usafiri ilionekana kuimarika, magari yakaonekana ni mengi, biashara nazo zimeanza kufunguliwa, na hata nilipo karibu hapa jioni hii kuna shughuli za kanisa zinaendelea na waumini wanaingia kanisani kama ilivyo kawaida, lakini bado ulinzi bado umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya mji, haswa katika maeneo ambayo tunaweza kusema ni miundombinu ya kimkakati ya serikali kama vile bandari, viwanja vya ndege, lakini pia barabara za magari yaendayo haraka, lakini pia kwenye makutano mbalimbali ya barabara pia kumeshuhudiwa askari wa polisi na askari wa jeshi la wananchi JWTZ. Naam, Lastek, kuna waliojitokeza kuandamana kokote japo wachache, kwa sababu kuna taarifa kuwa kuna walokamatwa. Unaweza kuthibitisha taarifa hizo kwamba kuna walokamatwa na kama kulikuwa na maandamano hata kama idadi haikuwa kubwa hivyo ya waliojitokeza? Hatujapata ripoti kutoka kwa polisi kuhusu kukamatwa au kufanikiwa kwa jaribio la watu katika eneo lolote ambao walikuwa wanajaribu kuandamana, na polisi na vyombo vingine vya ulinzi vimeonekana kila mahali, na serikali majira ya mchana leo yaliweza kusema kwamba hali ya usalama ni shwari nchini Tanzania. Sasa huenda kuna zoezi la ukamataji wa watu liliendelea, lakini alijaripotiwa kuhusiana moja kwa moja na matukio ya maandamano. Huenda labda ni ufuatiliaji tofauti wa polisi ambapo waliweza kufanikiwa kukamata watu, lakini tunafuatilia iwapo polisi watatoa taarifa na kuweza kueleza kwamba watu hao labda wanahusika labda na maandamano, lakini mpaka sasa hatuna taarifa yoyote. Maandamano hayo ya leo ya Sabasaba yalikuwa yameitishwa na kina nani na kwa nini? Maandamano hayo yalikuwa yanahamasishwa kwanza mtandaoni na baadhi ya wanaharakati kwa nia ya kutaka mageuzi ya kisiasa, wengine wakisema kwamba wanataka wajibikaji na haki kwa waathirika wa machafuko yaliyotokea baada ya ule uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025. Lakini siku za hivi karibuni serikali ilipiga marufuku na kusema wananchi wasifuate hamasa inayoendelea kwenye mitandao, kwamba inapotosha na ina nia ya kuweza kuchangia kuleta vurugu, na serikali ikasema kwamba maandamano ambayo yanapangwa na makundi hayo yanalenga kudhuru watu wakiwemo viongozi, kuharibu mali za umma na mali binafsi, lakini kuhujumu uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo ulinzi ulionekana kuendelea kuimarishwa haswa wiki moja kabla ya siku ya leo, na zoezi hili la doria linaonekana bado ni endelevu kwa hizi siku zinazokuja, kwani mpaka sasa katika maeneo mbalimbali tunaona idadi ya polisi na wengine kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ikiwa bado ni kubwa. Lastek, kwa faida msikilizaji, hii siku ya Sabasaba huwa ni ya kuadhimisha nini kwa Tanzania? Siku ya Sabasaba toka tuko wadogo ni siku ya biashara, siku ya wafanyabiashara, lakini ni siku ambayo ina historia kwenye nchi ya Tanzania, ambapo ndo siku chama cha kwanza tawala nchini Tanzania, chama cha TANU, ambacho kiliasisiwa tarehe 7 mwezi wa 7 miaka hiyo kabla ya uhuru wa Tanzania. Sasa chama hiki ambacho kilikuwa kinaongozwa na Mwalimu Nyerere kiliendelea kufanya sherehe zake katika tarehe hizo, lakini baadaye Mwalimu alifuta hiyo siku, na hiyo siku ya sherehe kama siku ya kisiasa yenye historia na mambo ya siasa, na baadaye ilikuja ikaibuka mwaka 93, lakini ilirudishwa ikiwa na maana tofauti, kwa maana ya sikukuu ya Sabasaba ilikuwa inaanza kutambulika kama siku ya biashara, na ikawa na majina mengi, sikukuu ya wafanyabiashara, na baadaye ikaitwa Dar es Salaam International Trade Fair Day. Na kutokana na hivyo imekuwa na mabadiliko ya hapa na pale, lakini msingi wake ulianzia kwenye siasa, mpaka sasa ni siku ya kibiashara.
Shukran Alfred Lastek kwa taarifa hiyo kuhusu Sabasaba huko Tanzania, lakini pia Sabasaba hufanyika hapa nchini Kenya. Na leo watu kadhaa wamekamatwa wakijaribu kufika katikati mwa jiji la Nairobi kuandamana siku ya Sabasaba, ambao huadhimisha kukumbuka harakati za kurejesha demokrasia vyama vingi iliyoanzishwa na wanaharakati na wanasiasa wa upinzani miaka ya 90. Polisi imesema maandamano yaliyopangwa leo na wanaharakati si halali kwa sababu hawakuarifiwa mapema. Idadi kubwa ya polisi walitumwa katika maeneo kadhaa ya Nairobi kushika doria, huku kukiwekwa vizuizi barabarani ili kukagua magari yanayoruhusiwa kuingia mjini. Robert Kipto na maelezo zaidi. Polisi jijini Nairobi leo wamewakamata watu kadhaa kufuatia maandamano ya kumbukumbu za harakati za kupigania utawala wa kidemokrasia yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji. Waandamanaji walikusanyika katikati mwa jiji na maeneo mengine kuadhimisha sikukuu ya Sabasaba. Hata hivyo, polisi waliimarisha ulinzi na kufunga baadhi ya barabara, kuzuia shughuli za kibiashara na kuelekeza magari kutumia njia mbadala. Katika hatua iliyoonyesha msimamo mkali wa serikali, maafisa wa polisi walifunga barabara nyingi zinazoingia katikati mwa jiji na kuwazunguka waandamanaji wachache waliofanikiwa kufika eneo hilo. Maafisa waliovalia sare rasmi pamoja na wale waliokuwa wamevalia nguo za kiraia walionekana wakitumia magari yasiyo na nambari ya usajili ya serikali kuwakamata baadhi ya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika katikati mwa jiji. Serikali ya Rais William Ruto imekuwa ikichukua msimamo mkali dhidi ya maandamano, hasa baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha vifo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Wengi wanasema serikali inaona tahadhari ni bora kuliko majuto, huku wakosoaji wakidai hatua hizo zinaminya haki ya wananchi kukusanyika na kuandamana kwa amani. Kundi la kutetea haki za kibinadamu la Economic Justice Movement lilisema kuwa liliarifu idara ya polisi kuhusu mpango wa kufanya maandamano ya amani hii leo kuadhimisha kumbukumbu ya tarehe 7 Julai mwaka 1990, siku ambayo Wakenya walijitokeza kudai mageuzi ya kidemokrasia. Lakini polisi walikanusha kupokea taarifa hiyo na kusisitiza kuwa maandamano ya aina yoyote yangekuwa kinyume cha sheria. Vizuizi vya usalama viliwekwa katika maeneo mbalimbali ya jiji ili kuzuia watu kukusanyika. Licha ya hatua hizo, kundi la waandamanaji wasiozidi watu 20 lilifanikiwa kukusanyika katikati mwa jiji la Nairobi. Walipojaribu kuhutubia umma, polisi waliwatawanya haraka, huku baadhi yao wakikamatwa na kuondolewa kwa magari ya polisi. Kwa mujibu wa taasisi inayosimamia utendaji kazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, takriban watu 127 waliuawa wakati wa maandamano yaliyohusishwa na mswada wa fedha, ugumu wa maisha, ufisadi na madai ya ukatili wa polisi kati ya Juni na Julai mwaka 2024 na katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Biashara nyingi zilibaki zimefungwa hii leo jijini Nairobi, huku magari ya uchukuzi wa umma almaarufu kama matatu yakionekana kwa uchache barabarani. Baadhi ya waandamanaji waliokuwa wakipeperusha bendera za Kenya na kubeba mabango walitembea kutoka bustani ya Jivanji kuelekea majengo ya bunge. Hata hivyo, walizuiliwa njiani na polisi, huku baadhi yao wakikamatwa. Akizungumza katikati mwa jiji kuhusu uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama, gavana wa jimbo la Siaya James Orengo alikosoa serikali akisema hatua ya polisi ilikuwa sawa na kuwanyanyasa wananchi waliokuwa wakitaka kuandamana kwa amani. Ni Robert Kipto huyo msikilizaji. Julai 7 almaarufu Sabasaba huwa ni kumbukumbu ya maandamano ya kihistoria ya demokrasia miaka ya 90 ambayo yalishinikiza serikali kukomesha mfumo wa chama kimoja nchini Kenya. Mashirika ya kiraia na wanaharakati hutumia siku hiyo kuonyesha kuunga mkono haki za binadamu, uwajibikaji wa kijamii na usawa wa kiuchumi. Mwandishi wa BBC Asha Juma alizungumza na kiongozi wa vuguvugu la Mtetezi linalotetea haki za raia, haki ya kiuchumi na uwajibikaji wa kijamii Francis Awino, pamoja na vijana Nyanjo Mjoshua na Beatrice Chepkoech kueleza kwa nini wanashiriki maandamano hayo na nini maana ya siku hii kwao. Na Sabasaba ilianzishwa 1992 na mababa zetu, na saa zenye walikuwa wanaanzisha Sabasaba walikuwa wanapigania kumaliza ile demokrasia ya chama moja. Saa hizi kwa hii enzi yenye tuko, Sabasaba pia ni ya maana kwetu, kwa sababu tunasema hatuwezi ishi nchi ambayo hauwezi pata chakula, nchi ambayo hauna maji ya kunywa, nchi ambayo hata masomo ni ngumu. Ni kuonyesha, tunaonyesha serikali ndio tunaanzisha struggle. Tutaendelea na struggle hadi Kenya
ikuwe nchi yenye kila mtu anafurahia kuishi. Maandamano kama haya yamefanyika miaka nenda miaka rudi. Kipi tofauti katika mwaka huu 2026? Struggles za huko nyuma zilikuwa na vitu tofauti. Kama struggles za maandamano ya 1990s Sabasaba ilikuwa kuend hiyo pati moja. Sisi kama vijana lazima tutoke, tuonyeshane. Hata kama leo tunaongelelea mambo ya polisi, venye polisi wanasumbua watu, ndio tumeanza. Lazima tujaribu venye tutaweza Kenya ikuwe ile nchi ambayo kila mtu anaweza furahia kuishi. Na Brenda, nije kwako. Maandamano haya yana maana gani kwako wewe? Wanafunzi wengi wamekufa katika protests za miaka zilizopita. Nimejitokeza kurepresent wanafunzi wenzangu sababu wanafunzi wengine wanaogopa. Nimeamua kujitokeza. Waliokufa wakipigania second liberation, yale mambo ambayo walikuwa wanapigania ndio sisi bado kama vijana tumechukua, tunaendeleza, tunapigania, kwa sababu hakuna tofauti wakati ule na wakati huu. Tatizo gani hasa ambayo unaona yanawaleta vijana barabarani? Tatizo la kwanza ni kusoma sana, pia na hakuna ajira. Tatizo ya pili, kuna hiyo kushikashikwa na polisi, kuvioletiwa bila kuelewa kitu unafanya. Tatizo la tatu na ni la maana, wiki ambayo imeisha tulifanya maandamano ya commemoration ile ya 25th, na vijana wenye tulikuwa nao wenye tulikuwa tunandamana nao, wengine walishikwa na wakapelekwa kwa manyumba ambayo hawakuelewa. So hayo pia tunalilia na tutazidi kulia hadi serikali iweze kufuata sheria na serikali iweze kufuata katiba. Swali nyingine, watu wanauliza kwa nini tunapeleka petition pale bungeni. Ni kwa sababu saa zenye tunachagua hawa bunge, huwa tunawachagua ndio watu represent. Saa hizi tumefanya research ya kutosha na kuona zile vifo zenye zimepatikana, wale watu ambao wamekidnapiwa wote na ni kwa sababu gani, wale watu ambao wamepigwa ni kwa sababu gani. Na ndio maana sasa tunataka tuende pale bungeni, tulilie wabunge waweze kuangalia venye wanaweza lainisha hinje ya polisi, ndio polisi waweze kufuata sheria. Ni hatua gani hasa nyingine mnazodai zichukuliwe na serikali? Polisi akifanya kitu mbaya, asipofuata sheria, akuange personally